وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Amma ba'd, ndugu zangu, awali ya yote ni mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo hazina idadi na wala huwezi ukazihesabu ukadhibiti kwa hesabu yake. Ni neema nyingi sana. Ni wajibu kwa kila Muislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Lakini sala na amani zimwendee Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, radhi za Allah pia ziwashukie masahaba zake, lakini na kila muumini ambaye atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Nikuhusie kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia nihusie nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndo kufikia malengo ambayo Allah amemtuma mwanadamu kwa ajili ya kuja kumwabudia na kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha haya ya dunia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuwaumba majini na wanadamu wakawepo kama viumbe walioumbwa isipokuwa ni kwa lengo kuu, kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ucha Mungu ndio utakamilisha sababu ya kuumbwa kwa mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tutakumbushana juu ya umuhimu wa takwa Allahi wa thamaratiha, umuhimu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na faida zake na matunda na tija ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ucha Mungu ni vazi kubwa sana, na Allah kasema walibasu taqwa khair. Hakuna vazi lilokuwa bora, si kanzu ukaivaa ukapendeza, au vazi analovaa mtu akapendeza, lakini vazi bora na lilokuwa bora zaidi ni vazi la uchamungu. Ndugu zangu katika imani, uchamungu wanachuoni wameelezea kwa maana nyingi sana. Ayaraka Allah haithu amaraka, ni kwamba maana yake, moja katika maana zake ni kwamba Allah akuone na akukute katika yale aliyoamrisha wewe utekeleze amri zote, na mambo ya faradhi na ya wajibu ukayatekeleza. Wa alla yaraka haithu nahaka, lakini pia asikukute na asikuone Allah katika sehemu ambazo Allah amekataza. Aliyokataza Allah asikuone katika zina, asikuone unakula riba, asikuone katika maasi yoyote katika maasi. Hiyo ndio maana fupi ya uchamungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu au Muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na thamani kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na uchamungu hauangalii sura ya mtu, kwa sababu Allah haangalii sura za watu wala haangalii mali za watu, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah anaangalia kwenye mioyo yenu, mmenuia nini, mmekusudia nini. Anaangalia akida, itikadi na ikhlasi, lakini pia anaangalia matendo yenu mlioyafanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa na thamani kwa Allah na heshima na hadhi pale atakapomwabudia na atakapomcha na akajiepusha na maasi. Ndio Allah akawapigia mfano wale watu ambao hawasikilizi maneno ya Allah wala hawayatii akilini wakayafanyia kazi, akasema ni kama wanyama.
am tahsabu anna aktharahum yasmauna au yaqilun, hivi unadhani wengi wao wanasikia? Lakini samaul alfaham ni kusikia kwa kufahamu, kwa sababu hata mnyama anasikia. Naweza akasomea Qur'ani kwa spika, kwa maiki kubwa, akasikia, lakini anafahamu, anaelewa. Au yaqilun, au wanatia akilini yale wanaoyasikia na wakayafanyia kazi. Allah akasema inhum illa kal an'am, yani wale ambao wako mbali na dini ya Allah na makatazo ya Allah na wakazama katika madhambi na maasiya, Allah akasema inhum illa kal an'am, hawakuwa wao ni kama vile wanyama, sawa sawa na mnyama. Mwanadamu amepewa akili, chombo cha kupambanua haki na batili, zuri na baya, lakini huyu hajui hili la haramu, hili ni baya, hili ni zuri, hajui. Allah akasema inhum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Sasa huyu mwanadamu huyu ni kama mnyama, lakini akasema afadhali ya mnyama. Huyu kapotea zaidi ya mnyama, kwa sababu amepewa akili na maarifa, na mnyama hakupewa akili, yeye kapotea zaidi. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum, mwenye cheo na aliyekuwa bora na mwenye thamani kwa Allah ni yule ambaye anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio ana thamani na huyu ndio mwenye ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah aliposema laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim thumma radadnahu asfala safilin, tumemuumba mwanadamu katika sura na umbile zuri sana, tofauti na wanyama wengine. Lakini mwanadamu huyu asipofuata dini, akatekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya faradhi na mambo ya wajibu, na akajiweka mbali na madhambi na maasiya, wa muraqabatullahi fi sirri wal alan, na pia kumcha Allah na kumchunga Allah kwa siri na kwa dhahiri, tutamrudisha siku ya Kiyama kuwa chini kuliko walikuwa chini. Hivi mwanadamu alikuwa na heshima na alikuwa na thamani, ndio ameumbiwa Jahannam, akaenda kuunguzwa na kuadhibiwa ndani ya Jahannam. Huu ni udhalili wa hali ya juu na usiokuwa kawaida. Ndugu zangu katika imani, uchamungu ndio sababu ya kufaulu kwa mja siku ya Kiyama. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqillah haithu ma kunta, mche Allah mahali popote utakapokuwa, ukiwa katika siri, ukiwa sehemu ya dhahiri, watu wanakuona hawakuoni. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea uchamungu. Si rahisi ukajua huyu mchamungu si mchamungu, aliposema atakwa hahuna, kwamba uchamungu ni ule ambao uko moyoni, na Allah peke yake ndiye ambaye anejua huyu kweli ni mchamungu na huyu kweli si mchamungu wala si mwema. Ndio maana hata wanafiki katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa nasali mbele katika safu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, safu ya kwanza, lakini kwa sababu walificha ukafiri kwenye mioyo yao, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba pia hawakuwatambua wala hawakujua kuwa hawa ni wanafiki, lakini Allah alikuja kuwabainisha. Ndio maana uchamungu ni ule umejificha kwenye moyo, kwamba mchamungu ni nani? Mchamungu zaidi hakuna ajuae, fa huwa sirru baina al-abdi wa rabbi. Hii ni siri kubwa sana baina ya Allah na mja wake. Lakini baadhi ya faida na matunda ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ziko faida nyingi. Moja katika faida hapa duniani, annaha sababu litaisiri al-umur, kwamba anayemcha Allah hapa duniani ni sababu ya Allah kuifanya mambo yako yakawa mepesi. Sio kadhani kwamba mambo mepesi uwe tajiri ndio umefanyia wepesi. Mfanyia wepesi kwa kiasi, mambo yako yanakuwa ni mepesi, haupati uzito kwenye kutafuta riziki, kwenye maisha ambayo unaishi, katika kulea familia na kadhalika. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumcha Allah, Allah humfanyia wepesi katika maisha yake. Lakini pia ni sababu ya kusamehewa madhambi na makosa.
ukatekeleza mambo ya faradhi na mambo ya wajibu ambayo ni amri ya Allah, ukayatekeleza na maasi ukayaepuka, ni sababu ya kusamehewa madhambi na makosa unayoyafanya. Waman yattaqillah yukaffir anhu sayiati, anayemcha Allah basi Allah humsamehe makosa yake. Sala, zaka, haji na ibada zingine unazozifanya inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi, ikiwa msingi wa matendo hayo yamejengeka katika misingi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ni sababu ya kufaulu, sababu lilfawzi walfalah, sababu ya kufaulu na kutengenekewa katika maisha ya duniani, lakini pia katika maisha ya akhera. Allah kasema, waman yuti illaha wa rasula, na anayemtii Allah na mtume wake, wa yakhsha Allah, na akamcha Allah, wa yattaqihi, na akamwogopa Allah na akamcha Allah, faulaika humul faizun, hao ndio wenye kufaulu. Kwa hiyo halahala kila mmoja ajipambe na sifa ya uchamungu. Hakuna pepo ya washirikina, hakuna pepo ya wanafiki, bali pepo Allah ameahidi ni pepo ya wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya, hiyo ndiyo pepo ambayo tutawarithisha katika waja wetu ambao walijipamba na sifa ya uchamungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujipambe na sifa ya uchamungu ili iwe ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, tunasali lakini tunafunga, tunatoa zaka na kwenda kuhiji, lakini msingi mkubwa wa ibada zote hizi lazima ijengeke katika misingi ya kumcha Allah kwa ukweli na kwa ikhlas, na ndiyo sababu ya kukubaliwa mu'min matendo yake. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah si vinginevyo bali hukubali ibada na matendo na amali zilizokuwa njema kwa wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa unapokuwa uko peke yako siri, uone kuwa Allah anakuona mahali popote ulipo, na Allah anajua kila unachokifanya, na Allah amekuwekea mashahidi ambao wamekuzunguka. Kile unachokifanya kinarekodiwa, ardhi, masikio yako, macho yako, viungo vyako, miguu yako. Kwa hiyo mcha Mungu muumini huwa anajua kila mahali alipo Allah anamuona, kila alipo Allah anajua anachokifanya. Ndio maana wanachuoni wakasema kila afanyaye madhambi na afanyaye maasi fahuwa jahil, ni mjinga, kwa sababu amekosa kujua kuwa Allah anajua, amekosa kujua kuwa Allah anaona, Allah anasikia, anajua kila kitu. Ndugu zangu katika imani, uchamungu huu utaufikiaje? Utafikiaje uchamungu? Katika mambo muhimu, antuhibba Allah subhanahu wa ta'ala akthara min kulli shay, ni kwamba ukitaka kufikia uchamungu basi umpende Allah mapenzi makubwa kuliko kila kitu kilichopo duniani, kuliko nafsi yako, mkeo, mali yako, cheo chako na kila kitu. Huu ndio msingi wa kwanza, ili ufikie uchamungu umpende Allah na mtume wake kuliko kila kitu. Jambo la pili, antastashira muraqabati llahi daima, ni kwamba uwe na zile hisia na ujue kwamba Allah anakuchunga daima, na wewe umuogope Allah daima, wakati wote, mahali popote. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, albu'du anil maasi wal awzar, ni kujiweka mbali na madhambi na maasia, madhambi ya kula riba, madhambi ya uzinifu, madhambi ya kupiga kamari, kubeti na madhambi mengine. Ukijiweka mbali, huu ni msingi mwingine wa kukufikisha katika uchamungu. Jambo la nne, antataallama kaifa tuqawimu hawaka wa tataghallaba alayhi, ni kwamba ujue ni vipi unaweza ukapambana na matamanio ya nafsi,
Nafsi siku zote inatamani mambo mabaya, ili kufikia upate cheo, upate mali, upate dunia. Nafsi inakushawishi ufanye chochote ili ufikie malengo. Ndio kazi ya nafsi, ima udhulumu, utapeli, udanganyo, ule haramu, ujenge maisha yako kwa haramu. Sasa ujue ni vipi unaweza ukapambana na matamanio ya nafsi yako na utayashinda. Na hapa ndio kwenye kazi kweli kweli, pambane na matamanio ya nafsi yako. Jambo la 5 ni kwamba ujue mbinu na mikakati ya sheitani. Sheitani ana vitimbi vingi na ina mipango mingi, mingine ni mizuri tu, ili tu afikie akupoteze na wewe ukaingie jahannam, ili yeye na wewe muwe ni mshirika. Na pia yale mambo ambayo anayokushawishi kwenye nafsi, yanayopita kwenye moyo, hiyo ni katika vitimbi vya sheitani. Hayo yote uyajue. Ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atubadilishe nyoyo zetu tuwe ni wacha Mungu, na azipambe nyoyo zetu kwa ikhlas, na Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Allah tuepushe mbali na vitimbi vya sheitani. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allah takuomba utuepushe na kila adui atayetaka kuharibu amani na utulivu wa nchi yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape busara na hekima viongozi wetu waliotawalia mambo yetu katika nchi yetu, na tubaki katika hali ya amani na utulivu, ili tuweze kutekeleza ibada zetu kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Faqimis salah.